Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya wote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, katika maandamano haya ya Sabasaba yanayozidi kujadiliwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii, kwani sio habari tena njema kwa viongozi walioko madarakani kutokana na kile ambacho kinazidi kupangwa katika maandamano haya ya Sabasaba. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Humphrey Polepole anaaminika ataweza kupatikana kupitia maandamano haya ya Sabasaba. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kile ambacho kinazidi kujadiliwa hivi sasa kwa idadi kubwa ni kutokana na maandamano mapya yanayozidi kuratibiwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Maandamano haya yanazidi kuaminika yatakuwa maandamano kwa awamu ya pili kutokana na yale yaliyoweza kufanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Katika maandamano haya walengwa na baadhi ya ajenda kubwa zinazozidi kulengwa ni kupatikana kwa Mheshimiwa Humphrey Polepole aliyeweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi, jambo ambalo familia yake Mheshimiwa Humphrey Polepole wameweza kujaribu kung'ang'ana kumpata Mheshimiwa Humphrey Polepole, ila hilo halijaweza kuleta usaidizi kwa familia. Pia Agostino Polepole ambaye ni kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole ameweza kujaribu mbinu zote ili kakake Mheshimiwa Humphrey Polepole aweze kupatikana, ila hilo halijaweza kufanikishwa. Hii hapa mtazamaji wangu inazidi kuashiria na kuonyesha wazi kwamba huenda katika maandamano haya ya Sabasaba, jinsi ambavyo inazidi kudaiwa ya kwamba maandamano hayo yataweza kuchangia wale wote walioweza kutoweka katika hali ya njia tatanishi waweze kupatikana. Pia wale wote walioweza kuathirika na ghasia za maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025 waweze kujitokeza, ndipo ambapo haki iweze kupatikana kwa wale wote walioweza kuathirika na maandamano hayo. Pia mtazamaji wangu, kile ambacho kinazidi kuzungumziwa kwa idadi kubwa ni kiongozi mwenyekiti mkuu wa chama cha CCM, chama Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani kuna mjadala mzito hivi sasa. Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi yake iliweza kuahirishwa iliyokuwa ikitarajiwa kusikilizwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026, hivi sasa imeweza kuahirishwa hadi Juni tarehe 6. Hii hapa mtazamaji wangu imeweza kuahirishwa hadi Julai, jambo ambalo ni pigo kwa viongozi wakuu wa chama Chadema kutokana na jinsi ambavyo walikuwa wameweza kuanzisha mipango ya kusherekea uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, kwani habari zilizokuwa zimeweza kufikia viongozi wakuu wa chama Chadema ni ya kwamba uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu haupo mbali. Hivyo basi ilikuwa ikitarajiwa katika kusikilizwa kwa kesi iliyokuwa imeweza kuratibiwa tarehe 11, huenda ingekuwa ndiyo siku ambayo uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu ungeweza kupatikana, na ndipo ambapo viongozi wakuu wa chama Chadema kuandaa sherehe na pia wao na ushirikiano na wafuasi wa chama Chadema na wafuasi wake Mheshimiwa Tundu Lissu kufanya sherehe za kusherekea Mheshimiwa Lissu kuachiwa huru, jambo ambalo sote tunafahamu kwamba iwapo litaweza kufanyika, basi viongozi wakuu wa chama cha CCM na serikali nzima ya CCM watakuwa wako na kipindi kigumu kukabiliana na upinzani rasmi ambao utakuwa upo katika chama Chadema ukiongozwa naye Mheshimiwa Tundu Lissu baada ya uhuru wake. Hii hapa mtazamaji wangu itakuwa ni nguvu mpya ya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani hivi sasa sote tunashuhudia baadhi ya rali mbalimbali zinazozidi kufanywa na viongozi wakuu wa chama Chadema wanazidi kujaza maelfu ya watu bila kuwepo kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Na mtazamaji wangu, pia hii hapa ni dalili tosha inayozidi kuashiria na kuonyesha jinsi gani ambavyo
Mamilioni ya Watanzania hivi sasa, baada ya kupoteza imani na viongozi wakuu wa CCM, imani yao imeweza kuishia kuwa katika chama Chadema, kwani kuna baadhi ya viongozi ambao ni wanachama wa CCM ila wanazidi kuunga mkono na hata kufurahishwa na uongozi ambao chama Chadema unazidi kuuzungumzia na jinsi ambavyo unazidi kuwa na ushirikiano mwema kati yao na maelfu ya Watanzania. Hii hapa ikiwa ni dalili tosha inayozidi kuonyesha upendo wa dhati upo katika viongozi wakuu wa chama Chadema. Na mtazamaji wangu, baadhi ya mambo yanayozidi kusababisha chama Chadema hivi sasa kutokea kuvutia mamilioni ya Watanzania ni kutokana na maamuzi na kile ambacho amekuwa kikifanya hata katika maandamano haya mapya ya Sabasaba yanayozidi kupangwa. Mtazamaji wangu, chama Chadema kinazidi kuzungumziwa kitakuwa miongoni mwa vyama vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania ambacho kitakuwa miongoni mwa vyama ambavyo vitaweza kuunga mkono maandamano hayo ya Sabasaba, kwani iwapo Mheshimiwa Humphrey Polepole ataweza kupatikana ni habari njema kwa mamilioni ya Tanzania, hasa wale wote waliokuwa wakimfuatilia Mheshimiwa Humphrey Polepole katika ukurasa zake za kijamii rasmi. Pia iwapo katika maandamano hayo Mheshimiwa Tundu Lissu naye ataweza kuachiwa uhuru, basi mtazamaji wangu, itakuwa ni ushindi mkubwa ambao kweli Jamhuri ya Tanzania itakuwa imeweza kupata, ila kuna viongozi kama Mheshimiwa Humphrey Polepole, Mheshimiwa Tundu Lissu watazidi kuzungumziwa pakubwa, na pia itakuwa ni achievement kubwa ambayo huenda kaweza kuleta mabadiliko katika Jamhuri ya Tanzania, hasa katika nafasi ya kisiasa. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kutokana na maandamano haya ya Sabasaba yanayozidi kuzungumzwa hivi sasa kuwa gumzo kubwa dhidi ya viongozi wakuu wa CCM walioko madarakani wanaozidi kuendesha serikali, ila kuna baadhi ya mambo wanayozidi kuyafanya ambayo mamilioni ya Watanzania hawajaweza kuyafurahia na kuomba ushirikiano kutoka kwa viongozi vya upinzani ili kushiriki maandamano, na pia baadhi ya viongozi walioweza kukamatwa na kutekwa katika hali ya njia tatanishi waweze kupatikana, na ndipo ambapo moja kwa moja masuala sugu ambayo yanazidi kukumba Jamhuri ya Tanzania, viongozi hao wataweza kusimama na raia, kwani viongozi hao ndio viongozi ambao hawajaweza kukubali kufanyiwa ushawishi na serikali iliyoko madarakani, na ndipo ambapo wanazidi kuyapitia yale wanayozidi kuyapitia hivi sasa, kwani wanaamini ya kwamba mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania anazidi kutakiwa kuwa na maisha bora zaidi na yale yanayozidi kuwemo hivi sasa chini ya serikali hii ya CCM. Je, mtazamaji wangu, unaunga mkono maandamano hayo ama unazidi kuyapinga? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.